katika watu. Na kwa namna ya pekee ieleweke na itambulike kuwa dhana halisi ya uongozi au kiongozi ni kutumikia kwa wale ambao wamewekwa chini yake. Hapa na pale inaonekana wazi kuwa uongozi kama ni fursa, kama ni kiki ya kufanya kila mmoja anayotaka yeye mwenyewe na kuwaacha, kuwapuuza, kuwabeza na kuwafutilia mbali wale ambao wanapaswa kupokea huduma hiyo. Na hivi uongozi kuonekana kuwa utafutwa kwa gharama yeyote na kwa mbinu yoyote, ili mradi tu fursa hizo zipatikane za kula. Katika maisha yetu, si tu katika kanisa, lakini hata nje ya kanisa, uongozi ni huduma. Uongozi unapaswa kuwa huduma kwa wale ambao wametusaidia kufikia hatua hiyo. Na kwa namna pekee hawa wateule wetu wataingia katika hatua hii ya uongozi ya daraja ambayo ni huduma. Msitafute vyeo au heshima, kutukuzwa au kuimbiwa nyimbo nyingi na nzuri, ila katika yote tafuteni kuwahudumia na kuwatumikia hii jamii ya watu iliyopo mbele yenu na mtakayotumwa kwenda kuitumikia. Ndio maana katika somo letu la kwanza linaonyesha nafasi ya utumishi, usaidizi ambayo Mungu anaamua kuiteua kwa kabila la Walawi na kumpelekea Haruni wawe msaada wake. Katika somo hilo, kati ya mengi yanayoongelewa, linadokezwa habari ya hema ya kukutania. Ni nini hiyo? Maana yake nini? Na ilikuwa ina kazi gani hema ya kukutania? Baada ya wana wa Israeli kupewa nafasi ya kuanza safari kwenda katika nchi ya ahadi, walipovuka bahari ya Shamu, tayari Mungu aliamua kumwambia Musa, kumwita na kumkabidhi amri 10 za Mungu, ziwe dira na njia ya kupita au kufuata hizo ili kufikia hatua halisi ya kule ambako wanatarajia kwenda. Hii pia ilikuwa ni ya muhimu sana, lakini ilionekana kuwa bado wana wa Israeli walikuwa na mahangaiko mengi na makubwa, na walimtaka Musa aseme na Mungu juu ya changamoto zao, lakini pia juu ya fursa mbalimbali walizozipata katika maisha. Na kwa sababu hiyo, Musa hakuonekana sehemu yoyote ya pekee ya kukaa na kuongea na Mungu. Ndipo Mungu alipomwamuru, akamwambia atengeneze hema ya muda, temporal, ya kukutania, ambayo Mungu atakutana na watu wake. Na akaifanya hiyo hema ya muda ambayo ilikuwa na uwezo wa kubomolewa wakati wowote na kuendelea mbele, na isingekuwa ya kudumu kwa sababu safari ya wana wa Israeli ilikuwa inaendelea mbele. Kwa hiyo walikuwa wanatengeneza hema ya muda, wakitoka hapo wanaibomoa, wanaenda tena mbele, wanatengeneza ya muda. Lengo lake ilikuwa ni nini? Pale ambapo wana wa Israeli walipokuwa na mahangaiko yao au na sababu ya kumshukuru Mungu wao, walimwendea Musa, na Musa aliweka appointment kwa Mungu, na Mungu
alikuja katika hema ya kukutania, na ishara ya kuwa Mungu amekuja katika hema ya kukutania lilikuwa ni wingu ambalo kama tunakumbuka vizuri ndio lile wingu lililowaponya wana wa Israeli walipokuwa wanatembea katika jua mambo mengi. Kwa hiyo lilipoonekana limekuja katika hema ya kukutania, Musa aliingia katika hema ya kukutania, na kule ndiko akasema na Mungu juu ya fursa au juu ya changamoto. Na waliamini, walipenda na wakaishi hivyo. Na kwa mwanzoni hema ya kukutania alikuwa anaingia Musa peke yake. Baadaye Haruni naye aliingia. Baadaye na Miriam aliingia. Miriam na Haruni wanaingiaje katika hema hii? Musa alikuwa na binti Mkushi, yani binti wa Misri, alichukua kama mke wake. Na wana wa Israeli walikasirika. Walipokasirika, Haruni pamoja na Miriam wakasema, huyu Mungu anayeongea na Musa peke yake hakunena na sisi juu ya habari ya huyu mwanamke Mkushi? Walipolalamika hapo, Mungu aliwaendea na akawaambia katika wingu hilo, nendeni katika hema ya. Ilikuwa ni fursa ya Miriam na Haruni pia kuingia katika hema ya kukutania, na pale akaongea nao, akawahurumia, akawasamehe, na wao wakajua kuwa jambo lililotendeka lilikuwa jema na kumfurahisha. Katika nyakati zetu hema ya kukutania ndiyo kanisa, lakini kwa kiasi kikubwa hema ya kukutania ni neno la Mungu. Wapendwa, hawa watatu ambao tumewateua wataifanya huduma hiyo ya kwenda katika hema ya kukutania, kubeba mahangaiko yote ya wanadamu, lakini furaha zote za wanadamu, na kwenda kukutana na Mungu, kusema naye. Wanawekwa kuwa wahudumu wa neno la Mungu, na wanapaswa kuifanya kazi hiyo vyema na kwa utii mkubwa, kwa sababu ni katika hali hiyo watabeba ya kwetu kumpelekea Mungu, lakini pia watabeba ya kutoka kwa Mungu kutuletea sisi. Na kama ndivyo, tuna sababu, tuna haki na wajibu wa kusali na kuwaombea sana katika huduma zao, ili huduma hizo zitendeke kwa kicho na zifane na zituletee mabadiliko chanya katika maisha yetu ya kiroho na ya. Tunapofanya siku hii pia tunakumbuka kuwa dhana ya utumishi inajitokeza pia katika somo letu la pili linalotoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya kwanza hadi ya 7. Na kwa hakika hili ndilo lilikuwa chimbuko la mashemasi katika kanisa. Tunatambua kuwa vuguvugu na moto ulioletwa na Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste uliwatoa mitume kwenda kuhubiri habari njema sehemu mbalimbali. Lakini kwa nyakati hizo tayari walitengeneza jumuiya nzuri na ya kupendeza iliyokuwa inakaa pamoja, inasali pamoja, inakula pamoja. Kutokuwepo kwa umetume katika mgawanyo wa majukumu mbalimbali na hasa kuwagawia watu chakula ulianza kuleta manunguniko hapa na pale, jambo ambalo kwa busara mitume walikubali kuketi pamoja na kuona kuwa ni vyema na inapendeza kuwa wao wasiache kuhubiri neno la Mungu, bali waendelee kuhubiri neno la Mungu, ila wawachague wasaidizi watakao wasaidia. Kati hao wasaidizi ndio hao tuliowasikia waliotajwa katika somo hili, nao kwa pamoja walipewa jina la mashemasi.
wasaidizi. Hawa kazi yao ya mwanzoni kabisa ilikuwa ni kuhakikisha kuwa watu wote wanapata chakula, sio tu wale wajane wa Kigiriki waliokuwa wamekosa haki zao, lakini walihakikisha sasa wote chakula kinatolewa kwa usawa, kwa sababu yalikuwa ndio maisha au misingi ya ile jumuiya ya mwanzo. Na wakafanya kazi hiyo vizuri na wema. Miaka ilipozidi kwenda, kazi ilipata nguvu kubwa zaidi. Kaonekana kuwa wasisaidie tu katika swala la chakula, lakini pia wasaidie katika masuala mengine ya kiroho, ikiwa ni pamoja na kuwasaidia katika masuala ya masakramenti hawa mitume. Miaka kadhaa iliyopita, kwa kweli wakaanza kufundisha na kubatiza, na ili waweze kufanya vizuri na kwa nyakati zile, kwa sababu bado walikuwa na dhana ile ya kubatiza katika maji mengi, walikuwepo pia mashemasi wa kike ambao katika swala la ubatizo wa kike alibatizwa na wa kike na wa kiume alibatizwa na wa kiume. Baadaye ilionekana na ya kubaki katika swala hilo basi haina msingi sana. Ndio maana leo tunao mashemasi wa kiume tu na tunabaki nao na tunaendelea. Kanisa halijasema vinginevyo juu ya hali hiyo. Na sasa mashemasi wetu wanachukua jukumu kubwa zaidi. Wanatoka katika hali ile ya kugawa chakula na sasa wanaingia kwenye masakramenti na kazi nyingine kubwa zaidi. Wanatumika. Tuwaombe mtumike vyema katika kipindi chenu ili mkifurahie kipindi chenu cha ushemasi. Ukiwauliza mapadri walio wengi hapa, wote watakwambia wazi kuwa kipindi cha ushemasi kitakuwa ni kipindi cha neema, baraka, furaha na upendo mkubwa. Walio wengi hawasahau kipindi hicho katika mambo ambayo wameyafanya. Tungetamani na kuonja kuwa ninyi pia wafuasi wetu mtamani mfanye kazi vizuri, iache alama katika maisha yenu kama kipindi hicho kilivyoacha alama katika maisha ya mapadri na maaskofu wengi hata leo. Dhana ya utumishi pia inaendelea katika somo la Injili, na inatuambia kuwa yeyote anayetaka kuwa mkubwa lazima awe mtumishi wa wote. Na katika hilo Kristo ametutangulia kwa kuonyesha kuwa yeye mtumishi na amewatumikia hata walio chini yake. Itoshe tu kukumbuka ile siku ya Alhamisi Kuu alipokubali na kujifunga kiuno chake na kuwaosha miguu wanafunzi ambaye usiku uliofuata alimsaliti. Alitumika. Kwa onjeni thamani hiyo, onjeni nguvu hiyo na muishi katika maisha yenu. Mguseni Mungu katika huduma yenu ya ushemasi. Katika kipindi chenu hiki cha ushemasi mtaalikwa kufanya mambo mengi na mazuri. Kanisa kamwe linawaomba na kuwasisitiza msiache haya yafuatayo. Kwanza, mtatumwa kusali na kutafakari sala ya kanisa au sala ya vipindi. Na hivi kwa sababu mmeshaweka viapo vyenu juu ya jambo hili, kwa siku yoyote kuanzia rasmi leo baada ya kuwa mashemasi, ukishindwa sala ya kipindi kosa tena ni dhambi na ni ya kuungama. Jitahidini kupanga ratiba yenu vizuri na ya uhakika ili iwapatie fursa ya kusali na kushiriki mambo mengine yanayotakiwa.
Mlipokuwa seminari mliongozwa na ratiba, na ratiba ilifuatiliwa kwa sababu alikuwepo mtu mwingine juu yenu aliyewakumbusha wakati wote juu ya kusali. Mnapoanza kuingia katika hatua hizi, wakati mwingine ratiba unapaswa kuitengeneza wewe mwenyewe kichwani, na hasa mkipata bahati mbaya ya kwenda sehemu ambazo jumuiya ni wewe mwenyewe. Jitahidi usijiruhusu kurudi nyuma kwa namna yeyote, ila weka ratiba yako vizuri na jitahidi kusali, kwa sababu hapo ndipo unapochota nguvu kwa ajili yako, lakini pia kwa ajili ya hawa wote au ulimwengu mzima. Kanisa litawaomba mtoe au muadhimishe sakramenti ya ubatizo. Linapofanya hivyo, lina maana, lina wahitaji. Mtumie vyema fursa hiyo, na mtakapopata nafasi ya kufanya hivyo, msiwe na sababu ya kujitetea. Nendeni mkawabatize watu, kwa sababu kwa hiyo ninyi pia mmeitwa na mmefanywa kuwa mashemasi. Busara itumike katika uadhimishaji wa sakramenti hii. Msikilize mkubwa wako anasemaje, msikilize anakuambia nini na anakupa maelekezo gani. Lakini kwa sababu tunao wakubwa walio wengi hapa ambao nafikiri wapo hao watatu watakaopata bahati ya kuishi nanyi, basi nawaomba tutumie ile kanuni ya liturujia inayosema kile ambacho wa chini anaweza kufanya wewe wa juu usifanye. Mpe nafasi ya kufanya, ya kuzoea kuingia katika hiyo, lakini pia kuionyesha jamii kuwa umuhimu na uzito wa daraja alilolipokea. Tusitoke tukaamua sasa ubatizo wote wetu, ndoa zote zetu, na kila siku jambo ambalo shemasi angeweza kulifanya. Lakini lingine pia, mtaitwa kutunza na kugawa Ekaristi Takatifu. Mtoka katika hatua hii ya kuwagawia watu mezani chakula cha kawaida, sasa mtagawa chakula cha kiroho. Watunzaji wa karibu pia pamoja na mapadri, lakini ninyi mashemasi pia mnakaribishwa kwa namna ya pekee. Heshimuni, thaminini juu ya uzito wa kazi hiyo na wa sakramenti hiyo. Isichezewe kwa namna yeyote, wala watu wasikufuru kwa namna yeyote. Wafundisheni, waelekezeni, kwa sababu hiyo ndiyo kazi yenu. Mtatumwa katika hilo swala la Ekaristi Takatifu kuwapelekea komunyo pamba waamini walio wagonjwa, mkiwatangulia kwa maneno yenu ya faraja, na pia kuwapatia Yesu ambaye ni mganga wa roho na miili yao. Usijisingizie huduma hii kwa mgonjwa, liwe ni hitaji la muhimu na la haraka. Katika yote busara itangulie. Lakini pia mtatakiwa kusimamia na kubariki ndoa takatifu kwa jina la kanisa, na hapa napo mna wajibu huo wa kufanya. Katika ulimwengu geugeu huu zipo ndoa za namna mbalimbali. Tumieni busara. Kanisa linafundisha ndoa iliyo ni kati ya mwanaume na mwanamke. Usimbariki watu wa jinsia moja popote, iwe uchochoroni au wapi. Hiyo sio katika kanisa. Tumaini tumejifunza mengi na kuona, lakini watu watakuja na fursa mbalimbali kutaka kukudanganya. Jiepushe na vitu kama hivyo. Mtatakiwa kuwasomea na kuwafafanulia maandiko matakatifu waamini. Ukipata nafasi hiyo, ukipewa nafasi ya kuhubiri, fanya kazi vizuri na kwa upendo mkubwa. Aidha, mtatakiwa kubariki watu na visakramenti
Na katika kubariki hapo hapo, angalia unambariki nani na kwa wakati gani na wapi. Fanya kama kanisa linavyofundisha na kuelekeza katika mambo yake yanayohusu baraka. Lakini pia tutatakiwa kuongoza ibada za waamini. Tunapokuwa katika maadhimisho mbalimbali, shemasi yupo, wewe ndiye wa kuongoza sala za waamini. Mara nyingi shemasi yupo, lakini wengine wanakuja kufanya hiyo kazi. Kanisa linatufundisha, kutuhimiza na kututaka sala za waamini ni za shemasi kama yupo. Kama hayupo, basi usome, inawezekana pia. Lakini kama yupo, tumpe fursa hiyo, ni haki yake ya msingi. Na pia tutatakiwa kuongoza ibada za mazishi. Hizi na zenyewe zinaanguka kati yenu, kwa hiyo ibada hizo mzifanye vyema kwa kuwasindikiza waamini wetu waliokula mwili na damu pamoja nasi katika altare ya Bwana, na sasa wanaondoka. Wapeni buriani kwa kusindikiza amani na upendo. Haya ni baadhi ya mambo ambayo kanisa linawaomba na kuwahimiza kuyafanya, lakini yapo ambayo kanisa linaomba na kuhimiza msiyafanye kwa namna yoyote. Usiadhimishe misa takatifu. Kama ukikaa hapo mbele unaweza, kwa sababu hatua hiyo wewe bado. Kama sakramenti ya wagonjwa kumpaka mtu mafuta, hiyo wakati wake utafika. Sema hivi pia niongee juu ya wale wote ambao na wanaenda kuwapaka wenzao walio wagonjwa. Kuna ruhusa wala kibali cha kufanya huduma hiyo, na tukikugundua unafanya hivyo ni kosa kubwa kikanisa. Kwa niombe yale ambayo haturuhusi kufanya tusiyafanye. Yapo mengi ambayo hamruhusiwi. Singependa kuweka litania ya msingi, ni yale ambayo ninyi mnatakiwa kufanya. Kwetu sisi, jukumu letu sisi wengine sote, sisi watawa na waamini wote, kuendelea kusali, kuendelea kuitikia wito wao wa daraja takatifu. Tusiwadai madai makubwa hiyo ambayo yanazidi huduma yao, ila tuwaombee saidie katika yale ambayo kweli yatasaidia kutimiza wajibu wao kikamilifu. Sababu pia tunapofanya matukio haya kuendelea kusali kanisa ili liendelee kweli kuwapata vijana wengi wa kiume ambao watakubali kufuata mifano kama ya hawa wateule wetu. Kwa wawezi mashemasi, lakini wana hatua zao katika mashirika yao. Lakini pia tuone sababu tunapomshukuru hawa, tunawashukuru pia wazazi, sababu wazazi wengi na wenye watoto ona sababu ya na moyo wa shukrani kwa Mungu kwa kumtolea kile ambacho yeye amekupa bure. Tusiwe wachoyo kwa kuwazuia watoto kuitikia miito takatifu hii katika kanisa. Na mara nyingi kimlazimisha mtoto wako kuitikia wito sio wa kwake, utamtesa na kumuhangaisha. Lakini pia tusiwalazimishe watoto wetu kuwa mapadri au watawa kama hawajaitwa katika huduma hiyo muhimu. Na watakieni nyote majukumu mema na sherehe njema siku hii ya leo, tukiendelea kusali kwa ajili ya wale wetu mpaka hapo watakapokamilika katika huduma hii ya ushemasi.
Tumsifu Yesu.